Niaje, mambo vipi? Uko salama? My name is Sami Mwaura. Hapa ni ndani ya Sema Box. Hii platform inajulikana kama Chanja. Ndani ya Chanja tunachanja masuala ya uongozi, sera zinazokuhusu na masuala ambayo yanayokuhusu wewe kama mpwani. Na siku ya leo nimeweza kufanikiwa kupata ndugu, rafiki and a colleague, Elkanah Jacob, a seasoned journalist, a young man from Mombasa and Coast at Raj. Niko hapa naye studio. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana. Uko salama? Niko vizuri zaidi. Kabisa. Kabisa. Good to see you, brother. Thank you. Wow. Naona hata maneno si mbaya. Tangu maneno gani ndugu? utoke the other side ukaingia this side. Maneno gani? Tutaongea baadaye. Who is Elkanah Jacob? Elkanah Jacob ni kijana mzaliwa wa Pwani, mkaaji wa Nyali. Na Elkanah Jacob unayemwona ni mwandishi wa habari ambaye ako na taaluma na mambo ya kiusalama. Actually currently I'm doing communication and security management. That's my bit. Yes. Security and the communication strategy. And communication. So you are a security and a communication strategist. Exactly. Wonderful. Yeah. The last time I saw you on social media, that is on social media, I know we've met several times, but the last time I saw you on social media in Nairobi, you're actually graduating with masters. Tell us about that. The journey towards you graduating in Nairobi. The last time you saw me on social media, I'm always on social media, Sami. Even now I'm on social media. So just be frank and tell me that, Elkanah, there's something that pushed me. There is something that you did well. There is something that actually motivated me as a youth. You, Elkanah Jacob, graduating with masters in criminology. And more so from the University of Nairobi. Okay. Congrats. Thank you, brother. Tell us about it. Now, Elkanah Jacob, as seasoned journalist, actually nowadays I do opinions on newspapers. The Which Standard, paper? The Star, Daily Nation, Onlines, and etc. On matters politics, on matters security. The thing that pushed me to do this, to go for Your masters. masters in criminology and security, it is the way Mombasa is. It is the way our country is. There is more than way into security-wise. We as leaders, we must know how to tackle certain incidents, especially matters to do with security. You know what is happening. You know how our county is on matter in security. Hasa hiyo mambo hayo ndio alinichangia mimi zaidi kwenda kusomea taaluma hii, mambo ya criminology na mambo ya security. In security. Yes. Second, si kufanya tu mambo ya criminology if just per se. I did a thesis that was chosen as one of the best by the University of Nairobi Senate. Na ishachapishwa katika one of the international journals. I did the nexus between drug and the criminal behavior. Yani mambo ya madawa ya kulevya na tabia zake, na yule mtumiaji wa zile miadarati. Je, kuna uhalifu pale? Inaweza kuwa mtu anakula zile madawa lakini hakuna uhalifu. Sasa mimi nilienda ndani zaidi. Lakini uzuri sana umeleta hiyo hoja. Uhalifu na utumizi wa madawa ya kulevya Ndio ni tatizo kubwa sana hapa katika kanda ya Pwani na haswa katika kaunti ya Mombasa. Just the other day tuliona meli iliyosheheni madawa ya kulevya yenye thamani ya shilingi bilioni 8.2 papa hapa baharini Mombasa.
Lakini ni nini haswa huja mwanzo? Ni utumizi wa madawa ya kulevya, then uhalifu, au ni uhalifu alafu madawa ya kulevya? Zote zinaambatana. Zote zinaambatana. Hauwezi kusema hii inakuja mwanzo ama inakuja mbele. Zote ziko pale pale. Zinaambatana kwa sababu huwezi kuleta madawa kama hakuna hiyo tabia yenyewe. So lazima tabia iko pale pale, alafu madawa iko pale pale. Madawa yako pale pale na tabia ziko pale pale. So ni sisi kama viongozi tujue jinsi ya kutackle such issues in our community. Na hiyo ndio linifanyia Sami mimi nikaenda kusomea mambo ya criminal behavior and security from the University of Nairobi. And actually, as we are speaking now, I'm doing my master's. Now I'm doing my PhD on public service and political science. Hivyo pia napiga mambo ya law. Political science, law and public service. Public service. Yes. Oh. You know, public affairs. Public affairs. Oh, yeah. Wonderful, wonderful, wonderful. Elkanah Jacob, before you went back to school to the University of Nairobi to do criminology and obviously to become a security analyst in our country. A very big step as a young man. But before that, I've seen you with a camera hapa mbele kwa muda mrefu sana, working with the Star newspaper and at large with the Radio Africa group as a journalist since I knew you. Tell us about your story in journalism, and why did you actually decide to be a journalist who focuses and writes on stories that concerns insecurity and security and drugs in Coast Region? Sami, you can remember very well when I was a journalist with the Star newspaper. Actually, let me be very open and very proud to you that I was one of the best journalists in Mombasa on matters security. Hiyo nayo nashukuru sana Mwenyezi Mungu. Kile kitu ambacho kilinifanya sana nikaingia mambo ya security. Yani niliona kuna upungufu wa hiyo sekta. Watu wengi walikuwa ni waoga. Yes. So many journalists, wanahabari walikuwa ni waoga. Wengi walikuwa ni waoga. Hakuna mwandishi anaweza sema, "Ai, mimi niende niangalie postmortem. Mimi niende niangalie watu wanapigwa mahali, nipigie simu OSPD." We used to do morning calls those days. Ikifika saa 9 asubuhi, saa 10, unapigia OSPD. Urban. You get a brief. Afande, niaje, area ikoje? Tuko hivi, tuko vile, tuko hivi. Actually, we were the first, I think, journalist. Kukava hii mambo ya when they were first attack in Al-Shabaab huko Mpeketoni. Yes. In 2014. Yes. So, kulikuwa na upungufu. Kulikuwa na hakukuwa na ule weledi. Kwa kwamba wacha mimi nijitume mimi kama mimi. Nijue what is happening behind the bars. Huko vijijini, mitaani na etc. Na kumekuwa na changamoto sana upande huo. Si rahisi. Mtu kusomea mambo ama kupitia upande wa security services. Utakuwa threatened, utafanyiwa hivi, utafanyia vile. Unakumbuka vizuri sana wakati our former president the late Mwai Kibaki. Yeah. Akiwa pale Matuga GTI. I remember. Wakati akiaddress kuna mambo yalifanyika hivi na hivi. Ile nguo yake ikaanguka chini. The trouser. The trouser ikaanguka chini. Kaanguka chini. We were roughed up pale mbaya sana, si kama waandishi. Lakini a few managed to get the scene. You know, lazima pia ukue na ule utu wewe kama mwandishi wa habari. Lakini pia lazima ukue na ushahidi fulani kama kitendo fulani kilifanyika. So nashukuru nilikuwa baadhi ya wale waandishi ambao they got that zile picha. Yes. Pia hii kazi ya waandishi Sami Mwaura, tena especially on security bit, si kazi rahisi. Unakumbuka kuna wakati moja pale bandarini kulikuja meli ilikuwa na silaha. Port ya Mombasa. Yes, ilikuwa na silaha na ilikuwa na madawa. I remember that day I was the only journalist ambaye aliingia kwa ile meli. Na usiniulize niliingia vipi. I was the only journalist na mimi mwandishi. You have to tell us uliingia vipi. Ndiye ambaye alicover ile story pale. Kuonyesha Wakenya
what is happening, and actually not even what is happening, getting the real pictures, getting the information and highlighting. Huo ndio wakati ambapo nilianza unapigwa simu huku kule, unakuwa threatened hivi na hivi na hivi. But once you know your stand as a journalist, and once you have that calling, you must push for it. Kuna wakati during the Akasha's family. Yeah. The story of drugs. Yes. Kuna mwili mmoja ulikuwa unafukuliwa hapo chini. Wapi? Hapo ama kaburi yako hapa chini hapa Kikowani. Yeah, Kikowani, yes. Kuna postmortem ilikuwa ifanyike, julikane ni vipi, kuliendaje kwa hivi namna hivi. Wakati huo kuna story nilikuwa nimeandika kale sana. So it was targeted, na mimi ilikuwa sijui. So nilisikia tu some people saying that is the one. Then all of a sudden I was hit. Nakumbuka usiku nilipigwa jiwe hapa mbaya sana, nikableed vibaya sana hapa. I think I remember. But tell us, as in you went to that burial to you know, yeah, we were to remove the body. Yes. Yes, we were covering that event during the exhumation. Then I had intelligence that the people who are trailing you, but I said that I am a human. At the end of the day, we all go down. Kini nikasema no, wacha mimi niende nifanye kazi yangu. Mimi kama mimi. Hasa kidogo tu hivi ngasikia ndio huyo. You see? Unashangaa ni nani? Lakini uzuri nilikuwa nishajua kama mimi am on target what and what. Kidogo, actually when you are holding a camera you can see a stone coming. Lakini sikujua kama the speed between the stone and the speed of my lens ishafika. Lakini nashukuru haikunipata jicho, ilinipata tu hapa. Utosini. Hapa. Na nilibleed sana paka mambo yakawa hivi na hivi. I was going to court, but nikaitwa, nikaongeleshwa. Did you know who actually was targeting you? Yes, I knew. And actually from that day, ndio siku ambayo sasa it's like a dry forest. Umeiwasha kidogo, upepo umekuja, alafu kuna mtu anawasha petroli mahali. Kutakuwa vipi Samura? Pressure mbaya sana. Hasa hapo ndio waliamsha. Kama vile umepiga mzinga wa nyuki na nyuki wako hapo. Hasa I started now digging the whole, unearthing the whole scenario concerning the drug menace at the coast. Yeah. Na nashukuru matunda yangu yalifika mahali mwenyewe nikajionea raha how I covered those stories. Oh. This one story that we'll never forget. You wrote about insecurity and drugs in Coast Region and Mombasa specifically. That one story we'll never forget. And why? Ile story ambayo siwezi sahau maishani mwangu is during the Al-Shabaab tenure. Masjid Musa. At Masjid Musa. Yes. Hiyo siku kwa kweli siwezi sahau. Na kila nikikaa hivi huwa nacheka tu sana. Nikipita ile maskani nasema yenyewe it has really changed. Wacha Mungu aitwe Mungu. Wallahi. It has really changed. Sami nakumbuka wakati huo, yani kuna mahali ulikuwa ukifika mpaka unaulizwa na security agencies, where is Elkanah Jacob? If there is no Elkanah Jacob that place, yani hawaoni kama they are well. Sasa nakumbuka siku hiyo niko mahali hivi, watu wamezingira. Vijana wenye mori wamezingira. Unajua ile ndani ya Mombasa, Masjid Musa pale kwa ule mosque hapo wakati huo, wakisema kwamba zile matamshi ambazo was it on a Friday? Of course. Yes, vijana wale wenye mori wamekuja, bosi wamezingira hivi. Hapo ndio nilijua kwamba hata askari pia maskini uteleza. Boss, kuna askari mmoja hapo alikuwa ampiga G3 na ili roll hapo paka marisasi zikaisha. Ilipiga hivi chini paka marisasi zikaisha. Hivi ndio ngajua kwamba at the end of the day sote binadamu. Watu uteleza, watu fanya hivi. Sami Mwaura hiyo siku nakumbuka vizuri sana. Vile mili litapaka, vile
yani unaona uhalifu kwa macho yako wewe kama wewe, na vile yani the way the society is. But tunashukuru sana our security agencies. So when that situation was actually happening, it was happening in front of your eyes. Nini ilikuwa inaenda katika akili yako? Mimi actually hakuna kitu kwa kina run. What was running in my head, how can I get the best? And I thank God. The best out of what do you mean? Getting a scoop, a story that one can read. Na ashike tama, na kweli nashukuru, lakini kama ukijua there is life after journalism and there is life after that, covering that story. Lakini unajua ule ujana wetu. Yes. Ule ujana wetu, mtu kuna ile una hamu ya ku break the news. Yeah, the news and you knowing. Scoop others. Yes, you scoop. Na nashukuru sana. We were over 20 journalists pale. Yes. Kuna picha nilikuja nikapiga, alikuwa anaitwa nani? Former OSPD Urban. Kitur. Was it Kitur? Not Kitur. Alikuwa ni Mnandi. Alienda akashika mtoto amejawa na damu. Damu. Hivi alimbeba kwa mikono yake. From the mosque. From the mosque. Alimbeba hivi boss. Hivi akaenda akamweka kwa Land Cruiser na akaorder Land Cruiser hospital. That you only mention one thing. Hospital. Na ilitoka hivyo ndio ikaenda. Boss, I just imagine that's a small child. Hajua maybe alikimbia pale nani kwa usalama. You see. Actually talking about that thing, umenikumbusha story ya mtoto mmoja alipigwa risasi akiwa Likoni. Alikuwa anaitwa Baby Satrin. Satrin, yeah. Kama unakumbuka wakati huo. Ndio mimi usema uandishi wa sasa na ule uandishi ambao tuliuona sisi wakati tumeingia katika journalism. There is a very big difference. Very big. Very big. Coming face to face with terrorism. When robbery was robbery, watu wameingia wamefanya. Polisi wameshika. The real scene unaiona hivi. Mtoto anaitwa Satrin Osinya. Alipigwa risasi. Likoni pale. Yes. On a Sunday. On a Sunday ikakwama. Nakumbuka wakati huo tulipiga picha mingi sana. Lakini my senior Maarufu Mohamed alipata picha nyingine, yani the real scene. Maarufu Mohamed, he used to work with the Standard newspaper. Yes, I remember. Nilipiga picha tena nzuri zaidi. Lakini wajua Maarufu alikuwa ni mzee. Kuna kitu alicapture pale, kafurahisha sana watu. Wakati huo nilikuwa niko very close na former Nairobi governor. Kaniambia ilikana kuna ile picha ulipiga Star, unaweza nitafutie ile familia? Kaambia familia actually mimi nilipokuwa naenda kwa scene, especially anything happens, mambo ya insecurity, I make sure I have sources, I have contacts. So unachukua namba hapa na pale for references. Kukoje, kumeendelea vipi? Actually mpaka leo kuna watu wananipigia simu kutoka Shakahola. Mtoto wetu hajapatikana, mtoto wetu tulimpata, what is happening? So when Songo called me, kanambia kindly how can I get that family? Kamba the family is okay. If you want contacts I'll give you. Kamba nenda ongea na wao, kuna mheshimiwa yuko hivi na hivi anaomba hivi na hivi na hivi. Nikaenda nikaongea na wao, they were very happy. Songo akaactivate machinery zake na wakapata usaidizi. So there are so many lives huko nje ambao tumesaidia sisi kama uandishi before tuingie katika this segment of the political arena. Naam. For how many years were you in journalism? Miaka mingi, lakini mimi niko na ile kitu ya kwamba kwa spendi kama kwa likwingi muda mrefu. Kwa muda mrefu. Spendi. Spendi. Yani it's nature. You did stories that actually impacted our society in a big way. Until today, that's why unasema kwamba bado kuna watu wanakupigia kuhusiana na story ya Shakahola. And you have not even covered Shakahola. Maybe you've written an article concerning Shakahola on newspaper maybe. But after serving as a journalist you're still a journalist, I believe. After many years in journalism and newsroom, then you moved from newsroom to a political office, and now this is working under the second governor of Nairobi, Mike Mbuvi Sonko.
from onset, si ndio? Alipoingia kwenye ofisini ulikuwa naye, wakati wa kampeni zake ulikuwa naye na mambo kama hayo. How was that? How did you decide to move from active journalism, from the newsroom, writing stories that are making very strong impact in our society, to a political office? Every step Mwaura is taking a risk. Nilichekwa sana wakati ambapo nilishare hiyo story na marafiki zangu ambao ni waandishi wakuu kwa hapa Mombasa. Anambia ukienda Nairobi wewe baridi ya huko, ukienda Nairobi wewe hivi vile, ukavaa masuti ya nini hivi na vile. Lakini nikakanga jiuliza, mimi kama mimi, unajua kuna wakati unajikusanya. Kila binadamu kuna wakati wake. Anajikusanya yeye kama yeye. So ngana ngajikusanya mimi kama mimi. Nikajihoji. Nikasema no. Ukajiita mkutano? Nikajiita mkutano. Nikasema hapana. Mimi kama Elikana, wacha niende. Wacha nifanye. Actually, Mheshimiwa Sonko, mimi sijajuana naye when he was a governor. Tulijuana naye wakati hata akiwa mbunge. When I was very young. Tueleze story. How actually did you came to meet him, Mike Mbuvi Sonko, and then eventually working for him? Wajua mkio katika hizi mambo za uandishi, I used to get so many files in my office, mambo investigations na mambo ya crime reporting. Umeletewa hivi, umeambiwa hivi, vile hivi. So kuna ile kitu kinaitwa right of reply. Kama vile Sami Mwaura isemekane kuna story kwa hivi na hivi na hivi, umejenga shule hivi na hivi. So kuna ile kitu kinaitwa right of reply. So nikaa nampigia, Mheshimiwa, my name is Elikana Jacob, I'm calling you from the Star newspaper. There are certain story concerning blah 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 blah. Kindly can you give me a right of reply? I remember wakati mwingine tulikuwa tuko hakukuwa that friendly. Though ali sound Elikana, I know you, what and what na nini. By the way, is my neighbor upande wa kina mami, kuna mahali wamenunua shamba hivi na hivi, wanajuana zaidi. So akanipatia story yake, nikaandika story, nakumbuka ilikuwa front page. Kakula hewa vizuri hivi na hivi. Headline. Yes, headline. Stories zangu nashukuru zote zilikuwa zinakula headline, boss. And it was a very different angle nakuja nazo. Yes. How did that used to feel, seeing your story? Mwanzo kuna ile on the headline. Ile mwanzo kuna unafika kuna weka gazeti kwa makwapa, unatembea na 24/7. Lakini inafika wakati you just get used to it. Na ikifika mahali uone your story front page, kama uone picha yako front page, you just asking yourself why. You see? What's not happening? Yeah. What is this that I'm not doing? Ndio wakati ambao tulijuana na Sonko, akasema ya kwamba hapana Elikana, tumesaidiana na naona wewe ni kijana ambao unajituma kwa kazi yako. By the way, usema mara mimi kuna weakness moja. Mimi nikiingia in any field, I give it all. Unajituma? Najituma. And that's why kila wakati ingia mahali popote I must succeed because I give it all. Yes. So ukaendelea kufanya naye kazi? Kafanya naye kazi. Kwa unampigia masimu kama akakuwa kama one of your sources? Yes. Not sources as such. Getting right of reply, kuna kitu fulani hivi na hivi. Kafika mahali akaniambia, no Elikana, you are more of a journalist. The experience in you and the way I know I've known you, hasa njoo unifanyie kazi Nairobi. Ndio nikaenda sasa as the communication director, office of the governor Nairobi City County. Akakuwa Sonko akakuwa impeached because of what happened, everyone knows, political interferences. Akakuja wakati hatukuwa na deputy governor. Before you go to the issue of Sonko, yes, kukuwa impeached. Yes. Usha move sasa from newsroom to Nairobi now. Unafanya kazi sasa kama director of communications, yes, in the county government of Nairobi. Yes. This is a political office. Tofauti sana na masuala ya newsroom. Japo pia newsroom kuna siasa zake, yes, lakini zile ni professional politics za, yes, newsroom. Yes. Kini sasa hizi ni politics, real politics. How did you maneuver to settle down in such kind of real politics? Because definitely Nairobi is very political. How did you settle down? Kulikuwa na challenges tena kubwa sana.
especially getting to the executive bit, the assembly bit, and the staff at large. But nashukuru sana. Unajua mimi ni mtu niko very talkative. And I always say, I'm always firm to whatever I do. So those people, actually nashukuru sana. They were very cooperative. Very cooperative. Paka governor mwenyewe akasema ya kwamba there is no any communication ambayo inaweza enda nje without kupitia kwa desk yangu iangaliwe chujwe. How is it authentic, is it something that won't bring the problems here and there, issues on social media and the media at large. You see. So when the boss gave me the mantle now, I decided now let me push it. Kulikuwa na maneno hapa na pale, you know how officers work. Lakini nashukuru sana, I worked so well, I got good cooperation from fellow staff. Mpaka hata saizi Sami Mwaura anaweza kuhakikisha kwamba nahitajika sana. Lakini nilisema ya kwamba ule ujuzi ambao nimeuchukua pale, wacha niulete mahali fulani. Uweze kuupeleka mahali kwingine. Yes. Eventually, Sonko was impeached. Did you expect that? Alikuwa na stand yake, yeye kama yeye. Na akaamua yeye kama yeye that atanena ukweli wa mambo na atasimama na ukweli wake yeye kama governor na wananchi. Tulijua kwa sababu simu zilipigwa nyingi sana. Hata nakumbuka mimi nilikuja siku moja nikapigiwa simu, nikaitwa, nikaingizwa kwa magari, nikazungushwa Nairobi tu. Na nani? Nikazungushwa kwa magari. Siasa tu. Nikaambiwa tafadhali nenda mwambie mdosi hivi na hivi na hivi, hivi vile. Hii maneno kienda tu mzuri hivi, kuna mamilioni kadhaa utapatiwa wewe kama Elikana hivi na hivi. Sasa mimi nikajiangalia mimi kama Elikana, nini sijaona katika hii dunia? Money cannot buy human being. So these guys come to your office, pick you, then tell you to go and tell your boss to vacate the office, or no? Walikuwa na kushawishi nini? There were some bills that he was supposed to sign. There were some issues that he was supposed to do. Lakini mimi nikajiita kwa mkutano na nikamwambia kama mdosi, kuna 1 2 3 4 5. Akasema very good, wamesema nini? Hivi na hivi na hivi na hivi. Yeye mwenyewe akaniuliza tusimame na watu. Nikamwambia mdosi, tafadhali simama na watu na kaa mkweli vile unavyosema ukweli katika mitandao yako ya kijamii. Yes, because he was fighting corruption. Na alionyesha serikali ya kwamba we can generate good money on source revenue that can sustain the county, can sustain even the national government at some level. So the cartels, some cartels hakutaka hivyo. Unajua ukiingia mali ukistamba authority kuna watu wengine wanakanyagia. You see? So how ndio walikuwa wanamfight. So Sonko was impeached because of a firm stand. Yes. Against corruption. And cartels. And the cartels in Nairobi. I remember he used to talk about cartels, and the strategies that he, ameweka kumaliza kabisa cartels wa Nairobi. Yes. If you can tell us, because you worked in Nairobi, you have that first-hand experience about Nairobi politics and whatnot. When you talk about cartels, what are these cartels? And how do they affect the service delivery to mwananchi? Cartels ni watu ambao wapendi kufuata the channels on service delivery. Yeye akuje akwambie tufanye hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, na yeye hakuwa anataka hiyo. If it is something that goes to procurement, let it follow due process as per the PPRA Act. Sasa wale makateli wao hawakuwa wanataka hizo process, na hawakuwa wanataka kitu fulani wazibue mwanya mahali. If it is issues to do with building, issues to do with parking, garbage collection, hawakuwa wanataka hizo. Wanataka tu yani kitu ya mkato. Sio kama unaelewa? Sasa ni hiyo ndio mheshimiwa alikuwa hataki. Yeye anataka kitu kama ni kufuata process, inafuata process. Yes. You came face to face with cartels in Nairobi. I'm very sure. How powerful are they? They are very powerful. And I thank God
elimu yangu na ueledi wangu ndio unisaidia. Kwa sababu ukiwa mtu wa kuteleza, unateleza na wao. And they know how to talk. And they have everything at their disposal. Everything. Lakini mimi nijiita kama mimi ya kwamba I can never go against the will of the people. And I can never go against the will of my boss. So walikufuata na kitita? Vizuri sana. Shika. Pako naambiwa flat moja ni yako, zingine hivi manyumba wote. Lakini sasa ukiangalia hizi vitu zote ni mambo ya kidunia. Ile Mungu amekujalia ndio hiyo. Wacha ikue kama hiyo. So ulikataa mapesa, ukakataa magari, ukakataa manyumba Nairobi. Sami Mwaura, nashukuru kwa jasho langu ile kidogo niko nayo, nashukuru. Alhamdulillah. Kama magari nashukuru niko nayo kwa jasho langu. Manyumba nashukuru kwa jasho yangu niko nayo. Nashukuru sana. So Sonko left the office, he was impeached. Did you leave with him? Did I? Did you also leave the office with him? No. You remained? Actually, I wanted to leave. Immediately? Yes. But the executive now said no. You cannot leave? I can never. Actually, walimbembeleza paka governor. Na nakumbuka wakati huo kulikuwa na marafiki zake wengi sana, magavana tofauti. Wakaambia tafadhali na kuomba utuletee yule kijana. Nipatie yule kijana. Mtoe Nairobi, mlete sasa kaunti yangu. Songa aliomba kitu kimoja. Huyo kijana namulipa pesa kadha. Of course wajua ukiingia pale, mimi nakumbuka ni kwa Job Group R. Yes, as a communication director. Na Nairobi being a city, ukiwa Job Group R, kuna pesa fulani ambayo iko na some hizo allowance and etc. So ukikuja county zingine hivi inashukanga. Sababu ni mashinani. Ni mashinani. Mimi nikasema hivi Sami, nimeenda shule, niko na experience. Kwanza Songa alipokuwa impeached akuja Beni Mtura. Atakuwa na deputy governor wakati huo. Yeah. Beni Mtura alikuwa speaker. Tukashikilia na yeye kidogo hapo, kazi nini. Actually everyone hata saizi Sami, I was in Nairobi last week. Nimeingia hizo maofisi, everyone is crying, you people come back kindly, please come back, rudini. Akakuja Beni Mtura, tukafanya naye kazi. Akakuja Ani Kananu, tukafanya naye kazi. Sasa akakuja Sakaja during the election, akakuja tukakaa naye tukafanya kazi vizuri zaidi mpaka ikafika mahali nikasema no, pale imefika. Ile experience nimechukua hapa from the 17 sub counties in Nairobi with millions of people in Nairobi, wacha nipeleke mashinani ambapo nipo sasa. So when you say sasa ile experience umepata, yale ambayo umeona katika that administrative office of Nairobi County Governor's Office, working for different governors from Sonko, Mutura, the Speaker, Kananu, the Deputy Governor, becoming the Governor of Nairobi. Then kulikuwa na ile service nyingine hapo ya general, ilikuwa inaitwaje? NMS, yeah. Sasa umesema kwamba now you bring that experience to kumashinani, sio? When you say mashinani, what do you mean? Actually ukiwa pale Nairobi jiji kuu, nakumbuka vizuri sana wakati wa the former president, tukiitwa mahali, I was the first person to get information kwamba ilikana kesho tunaenda mahali fulani hivi na hivi, na inform governor, naangalia schedule vile iko. Then if it is matters to do with the trade, I communicate with the executive committee for trade, tunaangalia speech pamoja, ile governor anaenda kwa kusoma pale. Sasa that's a presidential function. A presidential function ni kitu ambacho kinaheshimika sana. Nakumbuka very well wakati huo kuna rafiki yangu mmoja alikuwa akiitwa Ranka. Alikuwa ni yule aide wa president Uhuru. Tulikuwa tukiongea naye sana, akaniambia haya, tuko kwa movement sasa hivi na hivi. So there was that nice rapport. You see, flow of communication. Yes, flow of communication.
tufanye hivi, twende hivi, you see. So na vile mimi nilikuwa napenda sana mambo ya security bit, so yani unakuta unaingiana. Yes. Yeah. Unaingiliana hivi na hivi na hivi. Now tell us, where are you now and what are you up to? Because I've seen you around, by the way. I've seen you doing activities here and there. What are you up to? What kind of activities? And they're missing me where? I've seen you engaging community. Yes. Activities here and there. Wa mama, kin vijana. In Nyali, I've seen you singing about Nyali, telling people about Nyali. Thank you. Be open to me, brother. Tell me that Elkanah, I've seen you doing so many activities in Nyali, going door to door, assisting the people living with disability, assisting the mothers. Yeah, what are you up to? Where are you assisting them? What is it? I'm into politics. And I'm going for Nyali parliamentary seat come 2027. What about politics? What I'm doing now, I am engaging to the community. I'm introducing myself to the community. Who is Elkanah? How is Elkanah different from other aspirants? How is Elkanah different from other politicians? That's what I'm doing to the community. Empowering the community. Yes. You see, Kenya ukisikia mtu ameingia katika siasa, watu wanamtizama tu kama mwanasiasa tu, ambaye anataka kujenga hoja ya uongozi wa aina fulani. Unanielewa? Lakini sasa wewe ni Elkanah Jacob, unajiingiza katika masuala mazima ya siasa, na haswa katika eneo la Nyali ambalo liko hapa katika kanda ya Pwani, si ndio? Kwanza, even before we go to your political, ambitions, what is your opinion regarding the current status of leadership, of governance in Coast Region? Kwanza, Sami, naweza sema ya kwamba tumepoteza shujaa wa siasa nchini Kenya. Sana sana sisi kama vijana, huu mori ambao niko nao, hizi nguvu ambazo niko nazo, mimi kama Elkanah nimekuwa nikifuatilia sana siasa za the late political philosopher, the late Enigma, the late Ijoe, the late Baba. Ametuweka sisi kama vijana katika uongozi, kukuwa na azma ya kuleta uongozi katika jamii, na si uongozi wa peni nane, ni uongozi wa kubadilisha jamii, laying a firm foundation for the current generation and the generation that is there to come. Na sio siasa ya handouts. Kuna wakati baba, nakumbuka hata wewe mwenyewe umekava baba sana mpaka wakati wakawa nasema baba ni mgumu, baba pia ni kitu, what and what. But see the political bit in baba, the way it is, very firm and very straightforward. I'm glad I got an opportunity to interview him. Yes. Face to face. Good. So the boldness about baba, the boldness about the political journey of the late Raila Amolo Odinga, ndio hiyo sasa sisi kama vijana, kwa sababu kuna wito ambao hupo katika jamii. Jamii inataka mtu ambaye, someone who is knowledgeable, someone who is energetic, someone who is young and ready to articulate issues at the constituency level and at the national level. Na mimi kama Elkanah sijaletwa Nyali wala sijashukwa Nyali na mkono wa mtu. Nimejipeleka mimi kama mimi. Ndio maana nakuta hakuna mtu ananiambia fanya hivi na hivi, na mimi nitakuwa kiongozi wa jamii. Actually, tunavyoongea hivi Sami Mwaura, I'm the only aspirant in Nyali ambaye so far create job employment for the people of Nyali. 5 job opportunities for the people of Nyali. A contract of 3 years plus. Watu wa kazini wanakula mshahara wao. Tunavyoongea.
Kuna mama mmoja, unajua si vizuri kutaja majina ya watu katika vyombo vya habari hivi. Kuna mama mmoja kutoka Kongowea. Nafikiri anaanza kazi I think from next week. She is very jovial. Mama amelia, amesema haki Elikana. Uko wapi? Mimi nataka tu nikuletee mbuzi. Ambia hapana mama. Umemsukuma. Fanya kazi. But before we come to that, yes. we'll come to that about maybe what you're doing on the ground. But you've mentioned about the impact of Raila's departing from the political scene, coming back down to Coast Region. Raila alipendwa sana hapa Mombasa na hapa Pwani, na alichangia pakubwa katika uongozi ambao uliopo na uongozi wa hapo nyuma na sera ambazo zilizopo kwa sasa katika eneo hili. But what is the future of Coast Region politically, in terms of governance without Raila Odinga? Tuko na shida kubwa sana. Why? Sisi kama viongozi, unless tuwe na mori ule kama mimi Elikana ambao niko nao. Kuna viongozi ambao wako sawa na anajua ujamii ni nini, lakini tuko na shida kubwa sana. Na nakuhakikishia Sami Mwaura, this coming few days utaona viongozi wamejitokeza, wameanza kuform vyama vyao wao kama wao, na leaders ambao tunawajua ambao wamekuwa katika national level, na wataanza kufungua vyama vyao. Kile kitu ambao tunajiuliza sisi kama vijana na sisi kama viongozi, hivi vyama ambao wanakuja navyo ni vyama ambavyo vitaunganisha Wakenya wote kwa jumla? Ni vyama ambavyo vitaleta uelekezi mzuri kwa jamii, ama ni vyama ambavyo vitakuwa ni vyama vya kifamilia ama wao kama wao? Juzi nilikuwa naongea na mama mmoja kutoka Kazandani. Hiyo Kazandani is one of the areas within Nyali ambayo iko na Mijikenda wengi. Kaniambia, Elikana, sisi kama Mijikenda tuko na shida kubwa sana. People say that land is our constitutional right. But I want to tell you, Elikana, that land here at the coast is our birthright. Tuliongea naye kwa kina sana, na nashukuru shida moja ambayo alinipatia iko katika harakati ya kwamba itafaulu karibuni. So unless tushikane sisi kama Wapwani, what do you think that needs to change for us to see the kind of governance that we need? Kwanza tuache ukabila sisi kama Pwani, alafu tuache ile chuki na siasa chafu. Tupendane kwanza na tuwe wazi kwamba mimi kama Elikana Jacob, mzaliwa na ambaye ameenda shule katika Pwani, ya kwamba nitalinda jamii yangu, nitatetea mandugu zangu. Ushaelewa? Kusiwe na chuki, kusiwe na vita vidogo vidogo. Hapo ndipo ambapo tutaamka sisi kama sisi na tuwe na uzalendo. Bas. We have several challenges in Coast. One of them is land. The second is unemployment amongst the youth. The issue of opportunities and bad leadership and bad governance. What is this that you think our leaders are not doing? And what is it supposed to be done by our leaders or the leaders to come, you know, to eliminate these kind of challenges that we've been facing for ages? Thank you so much, Sami. You see, anything to do with the community ni kitu kingine ambayo yatakana kipawa kipaumbele sana, kwa sababu jamii ndio kila kitu. Ndio maana unakuta kuna viongozi ambao wanafanya kuletwa na kushikwa mkono. Naomba unielewe vizuri. Kuna viongozi ambao wanaletwa na anafanya kushikwa mkono. Mtu ajui jamii ni nini. Mtu ajui what is the current population or what is the current registered voters of the people of Nyali ama Mombasa kwa jumla.
Yani ameletwa tu kwa sababu ameshikwa na jamii fulani, ameshikwa kwa sababu ya dini fulani. Yule mtu akikuja pale, pengine kuna job opportunity kwa mahali na ana uwezo wa kupenda ile kazi, anasema nitakujibu, nitafanya. You see, he goes back to the masters to report that kuna 1 2 3, waonaje? Masters atamwambia no, hiyo iko hivi na hivi na hivi na hivi. So unakuta yule mtu hana ujamii yeye kama yeye, hana kile kigezo. He has no community to community communication. Hana connection. Completely is off. He doesn't understand. Yes. She doesn't even understand the demographics. Exactly. The challenges. People are facing. Even the economic activities. Exactly. So until that leader understands the challenges the community are facing, until that person comes from the community, and he answers back to the community, that is the time that we will realize ourselves that we are for the community and we are not for a certain individuals. Yes. So that means we are not taking, the proper leaders, collect leaders, to the assemblies, to the National Assembly, to the Senate, to our governance offices, and to the county assemblies. Then what does future holds for the young generation from Coast Region and Kenya at large, if what you're having today is something to go by? Where we are now, Sami, let's be very open. Ile siasa ya kwamba utashikwa mkono, siasa ya kwamba lazima utoke mahali fulani, ama siasa ya kwamba lazima uwe mtu fulani ndio uwe katika kiongozi, hiyo sahau. People are so much enlightened. Watu wamejua sahi haki yao ni nini. Juzi nilikuwa graduation nyingine hapo. Nikaulizwa maswali makubwa sana na wazazi. Mpaka nikasema kwamba kama mzazi anajua haki yake ni hii, then we are heading somewhere. People are tired of handouts, Sami. Na ndio maana mimi kila ukikuta mahali niko mimi kama mimi, siasa yangu iko tofauti. The way I engage people, very different. Is a time where we are now. Na kaa ukijua, the generation we are having now, you unaona the Gen Zs, you unaona saizi, hujaona kitu hapo Sami. Bado hatujaona picha? Hakuna picha. That's why sisi kama viongozi Sami, lazima tujue what is there for our community. Ile generation ambayo inakuja ni mbaya zaidi. Dangerous. I am a father. And the way things are happening is beyond imagination. So we must lay a firm foundation for the current generation and for the future generation. Angalia, uongozi, umekuja upande wa uongozi, wasema ya kwamba, je, kuna uongozi gani ambayo upo saizi na the leadership, the current leadership, itaendaje mpaka iungane na jamii? A good example, look at the leaders, unawajua, wale ambao wako, wale ambao walishuka mkono hivi na hivi. Look at their developmental track record. Yes. Zero. Hakuna kitu. A good example, look at what my good friend and brother, mwandishi habari mwenzangu, because nakumbuka kuna siku moja tulipata certificate na former US ambassador, anaitwa Michael Renberger, hii mambo ya investigation, Mheshimiwa Mohamed Ali. Look at the way he has done Nyali. Ndio maana unakuta katika mitandao yangu ya kijamii nasema kazi iendelee. Pale amefikisha. So you want to take over from where Mohamed Ali, will live after 2027? Yes. Niboreshe zaidi. What he has done katika barabara za mitaa, what he has done to the schools. Ndio maana katika mitandao yangu ya kijamii nasema kwamba kazi iendelee. Go to Kiharu constituency. Kiharu in Murang'a County. Yes. And these are not things that are happening from the blues. These are the real pictures. The real meaning of revolution, Sami Mwaura. Actually, we have the very best constitution in the world. A constitution that is centered for the people. Lakini unakuta wale viongozi ambao wako pale ni viongozi ambao wako greedy.
ikifika maswala ya service delivery, mtu anajiangalia yeye kama yeye kwanza, haiki jamii mbele. Na ndio ngakwambia Sami kwamba imefika wakati ambapo people will not vote you as Elkanah Jacob because you come from a certain family. Will not vote you because of a political party. They will vote you as an individual. Who are you to the community? Where are you coming from? What have you done? How good are you? Are you someone who is going to sleep at the National Assembly? Or you are someone who is going to articulate issues? That's why the current leadership needs young, knowledgeable, and energetic leaders. And leaders that, you know, Sami, mimi nashukuru, nimecreate 5 job employment to the youth, and actually juzi soon utaona documentary grant. Nimechukua vijana kutoka hapa Mkomani. Nimechukua vijana kutoka Ziwa la Ng'ombe. Kuna mama moja saizi anaenda kuanza kazi from next week, anataka Kongowea. You see, not handouts. Patia mtu kazi ale jamii yake. Na utakuwa shocked. Hata me, by the way, when I was doing that thing, nilikuwa na usiwape samaki, unawapatia ndoano, sio? Yes. Mimi nilishangaa juzi wakati ambao nilipatiwa hadithi ya kwamba, by the way Elkanah, wewe unanijua zaidi, lakini na unajua vile umenisaidia. Hata sikuwa najua kwamba huyo kijana ni wale reformist. Paka kijana mmoja aliniambia mimi nilinyoa dread rasta. I'm a reformist. Nimenyoa dread Elkanah because of you. Nimeingia kazini because of you. So you see the kind of leadership that we need in our society. Sio kwenda kukaa what and what. Yani someone ambaye yuko to the is there for the community. Na mimi kama Elkanah, and where we are heading as a nation and as a generation, hakuna vile utakuja kuniambia kwamba, because you know the role of a legislature. Mimi sitasema ya kwamba no, that's not my mandate. Mimi all over Sami. You'll be all over. That's why juzi nilipoona mzee mmoja amesimamishwa kazi Unique Driving School pale Mtwapa, hiyo kitu ilinigusa sana. Kasema mimi kama kiongozi wacha nimsaidie ile mzee. Nilimpigia mdosi, akaongea na yeye na karudishwa kazini, akaomba msamaha yule jamaa. Kaniambia sote binadamu, by the way, amerudishwa kazini. So I went beyond. That guy stays in Kanamai, Kilifi huko. Yes, my team went mpaka huko nyumbani, wakaenda wakamsalimia, wakasalimia jamii yake, wakamuongelesha. Sijai kutana na yeye. So first you must have that, the human face in you as a leader before you go outside there. You must have the humanity nature in you, and don't be greedy. Ndio maana kila wakati mimi Sami Mwaura, hata umeniuliza saa hizi, simu yako ikosi pesa. Azikai shekhe. Zinaingia zikitoka. Zinaingia zikitoka. Because there is a lot that I'm doing to the community. Wonderful. As we wind up, are we doing enough civic education to our communities, and more so to our young people who are looking for jobs, who really don't understand their role in our society, who really don't understand the role of our leaders who are in power to them, who really don't understand the importance of actually having a voter card before elections, 1 year before elections, 2 years before elections. Like today, there is an exercise that actually is going on. Sami, what I'm doing on the ground, mimi kama Elkanah, actually I have my foundation, Elkanah Jacob Foundation, na kuna ile inajiita Elkanah Jacob Team Mashinani, ambao ni vijana kama unawaona hapa, wengine akina mama, akina baba, na nashukuru sana. Katika ile grupu yangu kuna watu karibia 15 people kutoka jamii tofauti na kutoka hizo ward tofauti. Paka kuna people living with disability wako hapo. Kijana mmoja anaitwa Victor, very nice.
is a, actually using ndio nimejua is a graphic designer. People who go beyond. Na mimi upenda wakati niko ofisini pale Nairobi, I like thinking, yani unafikiria mbele ya boss wako. Kama kuna speech iko mahali, you think beyond. So timu yangu naishukuru sana, yani wanafikiria mbele yangu, mpaka zingine nafika naambia kanyaga break kidogo, mnanipeleka mbio, hebu kanyaga clash, kama yule mzee alikuwa anasema pale, kanyaga clash, naambia mkombio kidogo, kanyaga clash kidogo. So from last week wamekuwa engage wa usika wakuu wa IBC, so that this is a community thing, and you cannot work it alone. You need those people. Those guys, they need to come from offices to the ground with their kits. Tumekaa na wao, nashukuru timu yangu imekaa na wao leo, nafikiri wamekubaliana, wameset dates vile wataanza. From here I think my people here wataenda wakae chini wao wenyewe, wajite katika mikutano. Hapo kuna graphic designers, kuna flyers zinaanza kutoka, kuna posters zinaanza kutoka on how we are going to knock doors, on how we are going to do some caravans, on how we are going to go village to village, sensitizing people. About what? About voter registration. Yes. Currently, Nyali, we are not doing that good. Projection, the IBC, come 2027, supposed to hit 130 or 140. 130,000 yes, voters. Because currently we are at the last general election, we were at 124. But now, projection yao inataka ifike 130 ama 140. And that cannot happen with IBC alone. We need to come out as leaders. We need to sensitize our people. And actually I was so shocked. Juzi nikiwa katika mitaa. Unajua mimi ni mtu naingia mpaka mitaa ndani vitongojini. Huko ndani huko Madhari hapo. Pale yule mama anapika, anakunywa uji. Umewekwa chumvi. Those are the people that I'm engaging with. Ground kabisa. Ground kabisa, unakanyaga matope unaingia hapo. Na hakuna mtu anaweza ingia hapo, kiongozi unaona tu hapa na wanapita pita tu. And what are they saying about civic education? Kuna challenge kubwa sana ambayo tuko nayo kwa jamii yetu. Hawajaelezwa. Yani actually they are tired of the famous common faces. Kama ni fulani wajua huyo tunamjua. You see, Elikana, if you really you are ready for the people, we are ready to work with you. We can see the future in you. We can see the truth in you. Kindly come, we'll work with you. So nilikuwa shocked. Hata hivi next week hii timu yangu tumeset paka date, by the way we are starting I think on when are you starting? 13th ndio tunaanza hiyo ratiba yetu ya mambo ya voter registration. Caravan. Moso kuna watu wengi sana Nyali, Sami Mwaura, ambao wana ID. Unakuta mtu mzee na ana kitambulisho. So sio vijana peke yake, paka wazee. Sio vijana peke yake. Watu wengi sana wana vitambulisho. Mimi nilikuwa shocked, kuna mama alinifuata nyuma, sikuwa najua kama ananifuata. Kijana, tafadhali naomba kuongea na wewe. Tukakaa naye chini. Nini shida yako nini mami? Mimi naomba usaidizi wako. Mimi nimezaliwa hapa, nimekulia hapa, lakini watoto wangu wako na vitambulisho. Mimi sina hata birth certificate na sina kitambulisho. So nimekaa chini na kamati yangu ambayo inatoka ward tofauti. Kuna mkutano ambao wako nao na machiefs. Wao watatuelekeza ni jinsi gani. Hata kama mimi najua on how nitawasaidia. Lakini there is leadership ambayo yatakana iheshimiwe. Watakana wao chini, watawaeleza nini ambayo inatakikana, nini ambayo iko hapa na pale, wapate vitambulisho. Those are the votes we need. Those are the genuine people that we as leaders we should look for. Okay. Yes. Elkanah Jacob, your parting shot. I have a lot to tell Sami.
me as Elkanah, watu wametudharau sana sisi kama vijana. Mpaka unafika mahali mtu anakuangalia hivi vile, lakini kuna uongozi ambao tuko nao sisi kama vijana. Tusiwe waoga, tusitishiwe, tujitume na tujue ni nini ambao tunataka katika jamii, na tuwe viongozi wa ukweli, because future counts. Sami, future counts. Ndio maana unakuta mimi kila ninapoenda vile vikundi ambao unakutana na wao, vikundi vya kina mama ambao unakutana nao wengi sana, yani they need genuine leaders. Imefika wakati ambapo Sami, sisi kama sisi tuache mambo ya kisiasa, tuangalie jamii kwanza na tuwe wa kweli kwa jamii. Kwa sababu ile jamii unaiona pale ni watu ambao wamesoma, ni watu ambao wamerevuka sana, ni watu ambao wanataka ukweli wa mambo, sio kuja kudanganywa leo utafanya hivi, utatenda hivi, itaenda hivi. No. Yes. Ndio maana mimi kama Elkanah Jacob, siasa yangu itakuwa tofauti sana sana. So you're calling on other leaders to be genuine About the themselves. voters, Yes. to the And society, to know the current political affairs of the country and where we are heading to. Na wawe wasomi, wajue katiba yetu inasema nini. Sami, what is happening outside there from other leaders? Si ati ni watu wamezaliwa katika utajiri, ni watu ambao wamekuja kusaidia jamii, bringing devolution to the doorsteps. I've given you a very good example about Kiaru constituency, how things are working there. Nyoro is doing some good job. Yes. Mimi kila mahali nikienda naambia watu wangu wa Nyali kwamba these CBOs, these community-led organizations, when I take oath of office, na hiyo kitu God willing nitaiweka mahali parawanja, kwamba I'll turn those CBOs, those organizations into companies. Anything ambayo inatokea pale katika constituency level, unakuta katika ile kikundi cha wale watu wa bodaboda, kuna electrician yuko pale, kuna driver yuko pale, kuna mechanic yuko pale, kuna kazi mingi sana zinatokea pale. You empower those people. Sio handouts, Sami Mwaura. You see, actually I will be the first MP to create educational hubs from every ward within Nyali. Tuko na Mkomani showground, Sami. Kidogo tu. Elkanah. Mkomani showground. That should be turned into a 24/7 economic hub. Sio wakati mtukufu rais anakuja Mombasa kesho ndio naona watu wamekusanyika wanaanza ukarabati what and what. No, we should have, Nyali is a cosmopolitan town or area that needs something to be vibrant economically. Yes. Wonderful. Elkanah Jacob, it was pleasure having you on Chanja ndani ya Sema Box. Najua kuna mengi sana ya kuongea, but obviously I'll look for you next time. Tuzungumze mambo mengi zaidi kuhusiana na masuala ya sera, mambo ya uongozi na masuala yanayohusu mkazi wa Mombasa na mkazi wa Pwani kwa jumla. Msikilizaji, mtazamaji, tumekuja kufikia tamati ya mazungumzo yetu siku ya leo na Elkanah Jacob. Tangu akuwe mwanahabari, aingie katika masuala ya siasa, na sasa anatazamia kuingia katika masuala ya uongozi katika kanda ya Pwani na kujaribu tu kugeuza mfumo wa uongozi ambao umekuwa hapo awali na kujaribu kuleta uongozi mpya. Sisi yetu ni kusubiri na kuona ni kipi ambacho kitaendelea, and all the best by the way, and we will look for you for another time tuendelee na mazungumzo zaidi. Thank you. I'm Sami Mwaura. This is Chanja on Sema Box.